Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, leo tupo naye Sheikh wetu ambaye tumempeza muda mwingi sana kumuona ndani ya studio zetu, bali si mwingine ni Sheikh Mwadama, na naamini katika vipindi vyake alikuwa sana anaongelea kuhusiana na akhlaq, na hiyo ndio mada ambayo mashallah anapoielezea kuhusiana na masuala ya akhlaq wewe mwenyewe pia unafurahi. Na katika mada yetu leo, mpenzi mtazamaji, tunataka kuangazia athari za dhikri kwa tabia. Je, dhikri unapofanya dhikri, unapofanya labda zile adhkari za kila siku, imani istighfar, zinachangia vipi katika maisha yako ya kila siku, katika tabia za imani mtoto, katika tabia za watu nyumbani, na inshallah kwa mengi zaidi tukielekea kwa Sheikh tutafahamu zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Shukran. Ni muda sana. Kweli tumekupeza, lakini alhamdulillah tunapokuona tunajua bwana leo tumeandaliwa mambo mazuri zaidi. Inshallah. Bismillah. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, moja kwa moja tukienda kwenye kuzungumzia athari za dhikri katika tabia ama kwenye tabia. Naam. Kabla hata hatujaenda kuingia kwenye athari, nimeandaa kidogo utangulizi, tujaribu kuangalia dhikri ni nini hasa. Naam. Dhikri ukiliangalia zaidi ni neno la Kiarabu. Linahusiana na dhikri. Kwenye neno la Kiarabu inamaanisha kutaja na kukumbuka. Kwenye Kiswahili ndo kidogo imegawanyika. Ndo hapo utajua kwamba lugha ya Kiarabu kidogo una ukwasi na utajiri fulani, kwamba dhikri imekusanya kukumbuka na kutaja kwa wakati mmoja. Sasa kwenye Kiswahili ndo utaileta kwamba ni kutaja na kukumbuka. Wa ila kwenye Kiswahili ukisema ni kutaja peke yake lakini haukumbuki kwenye akili, yani ipo tu kwenye mdomo, itakuwa bado haijatosheleza maana halisi ya dhikri. Kwa hivyo dhikri mara nyingi imetumika sana kwenye vitu vizuri, vitu ambavyo ukiviangalia ni vitakatifu. Mbali na kuwa ni kutaja na kukumbuka, pia Qur'an imeitwa pia ni dhikri. Na hapo swala pia imeitwa ni dhikri. Na mitume pia wamefungamanishwa pia wao ni dhikri, kwamba wao ni wakumbushaji. Kwa hivyo ni watu ambao wanafanya ukumbusho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ama tukiangalia dalili kwamba dhikri imetumika kwamba ni Qur'an, ukiangalia katika suratul Hijri aya ya 9, Mwenyezi Mungu anatuambia inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeteremsha huu ukumbusho, na wafasiri wengi wamesema ukumbusho huu ni Qur'an. Wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutaihifadhi. Kwa hivyo tumeiteremsha hiyo Qur'an, na Mwenyezi Mungu hakutumia neno Qur'ani moja kwa moja, ametumia dhikri. Kwa hivyo Qur'ani pia ni katika adhkari, ni ukumbusho wetu sisi. Lengine ni mawaidha. Dhikri pia ni ukumbusho, ni mawaidha ambayo yanaweza yakamfanya mtu jaribu kukumbuka mambo ambayo pengine amefanya, ama akumbuke dhambi zake na afanye toba. Kwa hivyo ni mawaidha, na imetumika zaidi katika suratul Qaf, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Hakika katika haya mna ukumbusho, yani dhikri, kwa mwenye moyo. Liman kana lahu qalbun, kwa yule ambaye ana moyo. Kwa hivyo pia imetumika kwamba dhikri ni mawaidha. Na pia dhikri imetumika kama utajo. Ukiangalia katika suratul Inshirah, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wa rafa'na laka dhikrak, akikusudia kwamba ni tumeunyanyua utajo wako. Kwa hivyo pia bado ni
utajo ama utukufu naam, ama ukumbufu. Naam, na pia dhikri inaweza ikatumika pia kuwa ni swala. Kwa hivyo swala pia inatumika kama dhikri, na hii pia imetumika katika suratu Taha aya 14. Mwenyezi Mungu anasema innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri, nasimamisheni swala kwa ajili ya utajo wangu. Kwa hivyo swala ndio hapo hapo, pamoja na kuwa ni swala yeye wenyewe, pia inakupelekea pale kwenye swala unafanya dhikri. Ndio maana kuna adhkari za sijda, za rukuu, Qur'ani unaisoma umo ndani, bado umekusanya utajo wote. Na muarikhina wengi wanasema kwamba swala ndio dhikri kubwa kabisa. Naam. Kwa sababu imebeba vitu vyote ikakusanya pamoja na ndio ikaeka. Na pia mitume wameitwa kwamba ni dhikri. Tukiambiwa kwamba kutoka katika suratun Nahli, Mwenyezi Mungu anatuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua, watu wenye utajo ni akina nani? Wakikusudiwa ni mitume. Kama hamjui waulizeni mitume. Nafikiri hii ndio taarifu kidogo tu kuleta maana uhalisia ya dhikri inshallah. Sasa baada ya hapo tuingie kwenye athari sasa za dhikri katika tabia ama kwenye tabia. Dhikri ukiangalia si ibada tu ya ulimi pekee. Na watu wengi inawezekana wamezoea kwamba huyu mtu ni mtu wa dhikri sana. Kuna watu utawaona wamebeba tasbih nataja, sisemi kwamba haiko kwenye dhikri, lakini haitoshi ibaki tu kwenye ulimi na mdomo peke yake, bali ni isongee kwenye moyo na pia isome katika tabia zako, ijitoe yani moja kwa moja. Wa ila itakuwa haina faida ya dhikri ambayo itabaki kwenye mdomo peke yake. Kwa hivyo inafaa mtu aishi ile dhikri, akisema Allahu Akbar ama akisema Subhanallah, iwe inaingia kwenye moyo wake, na pia ukimwangalia tabia zake zinamuonyesha kwamba huyu ana hiyo dhikri ndani yake. Naam, kwa hivyo hii dhikri inamfanya mtu anatokea kwenye tabia. Ndio maana iko kwenye somo la akhlaq. Mtu ambaye ana dhikri na Mwenyezi Mungu, tabia yake tayari inakuwa tofauti. Bora tu iwe ni dhikri ya ndani ya mdomo wake pamoja na moyo moja kwa moja, utaona ina matokeo tofauti kabisa katika maisha yake moja kwa moja. Athari ya kwanza katika dhikri, kitu cha kwanza huleta mafanikio. Kwa hivyo yeyote ambaye atajizoesha kujaribu kuwa na dhikri kwenye maisha yake, Mwenyezi Mungu amemwahidi kwamba atakuwa na mafanikio. Na ndio maana katika suratul Jumaa Mwenyezi Mungu anatuambia fa idha qudhiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun. Na mtakapomaliza swala tawanyikeni katika ardhi. Mkitawanyika katika ardhi, tafuteni fadhila za Mwenyezi Mungu. Na hapa mwisho anatuambia wadhkuru llaha kathiran, na mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kwa hivyo kumtaja Mwenyezi Mungu ama kufanya dhikri, Mwenyezi Mungu anatuambia la'allakum tuflihun. Hii la'alla mara nyingi inatumika kwamba huenda ukapata kufaulu, lakini kwa Mwenyezi Mungu, na ndio ile inayotumika sana katika aya ya saum, kwamba mwisho wa ile aya ya saum unasema la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha. Na kwa Mwenyezi Mungu hakuna la'alla, kwamba Mwenyezi Mungu akisema ili huenda nikakupa, basi anakupa ukifanya kile alichokuwa amekikusudia. Kwa hivyo athari ya kwanza ni mafanikio. Mafanikio mengi
zinapatikana kwenye adhkar ambazo zimejaa kwenye midomo yetu na zinaingia pia katika moyo. Hadithi ambayo inaashiria mafanikio katika dhikri ni hadithi imepokewa kutoka kwa al-Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Anatuambia ma min shay'in illa walahu haddun yantahi ilayhi. Anasema hakuna kitu chochote isipokuwa kiko na mipaka, illa dhikra, isipokuwa dhikri haina mipaka. Unaweza ukataja kadri utakavyoweza. Ndio. Popote, aidha umesimama, umekaa, unatembea, umelala, unaweza ukamtaja Mwenyezi Mungu wakati wowote. Na hilo ukiangalia hivyo Sheikh, vile umesema, hili linaonyesha hata mwanamke hajawekwa kando katika kufanya dhikri, hata anapokuwa katika hali yake ya mwezi. Maana uenda wanawake wengine usema kwamba siruhusiki kufanya hivi 1 2 3 kwa sababu niko katika hali zake. Naam, katika hali zake ni katika mojawapo tu ya kwamba yuko kwenye hali hawezi kuswali tu. Ndiyo. Lakini pia katika madhahib ya Ahlul Bait sisi inaruhusiwa kwamba anaweza akasoma aya zisizidi 7. Naam. Na dhikri haijawekwa hapo. Kwa hivyo unaweza ukafanya dhikri, unaweza ukamswalia Mtume, unaweza ukafanya kitu chochote mbali na swala na Qur'an ambazo haizidi aya 7. Kwa hivyo ni katika mojawapo ya falsafa kwamba mtu asijione kwamba nimekaa kando sana na Mwenyezi Mungu, kwa sababu naamini pia dhikri inakuleta karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Kuna vitu katika maisha tukivisahau, dhikri ndio inatuleta karibu na Mwenyezi Mungu kabisa. Kwa hivyo ni na sisi mara nyingi tunaona kwamba wanawake wengi wanaona kwamba yeye akiwa kwenye hizo hali ni basi. Ndio. Hakuna chochote anachojihusisha na mambo ya Mungu kabisa. Ndiyo. Hawezi kujihusisha. Bali riwaya zinatuambia hata ikifika kipindi cha swala asiende kufanya shughuli zingine, kile kipindi akae kwenye mswala wake mpaka swala itakapomalizika. Inaonyesha kwamba mimi ndio niko kwenye hali zangu, lakini ile kukaa kwa ule muda wa kipindi cha swala inaonyesha kwamba mimi niko pamoja na wale wanaoswali. Bali wengine mal asaf sasa hivi wanawake wengi hata wanatamani waingie kwenye hizo hali wasiswali. Hiyo ndio shida. Wanaona ndio maana wanawake wengi wanapokuwa katika ile hali utakuta ni rahisi wao kukaa mbali na Mwenyezi Mungu. Kabisa. Mojawapo ya vitu ambavyo wanawake wanashauriwa sana wawe karibu na Mwenyezi Mungu hasa wanapokuwa katika hali zao za mwezi. Kwa sababu mashetani ndo muda wao. Wewe hauko tohara. Kabisa. Na kuna mashetani ambao hawapendi kwamba wewe uwe tohara. Wanapenda vile hauko tohara. Sasa mwisho wa siku ndio utakuta wengine maskini wanaingiliwa na mashetani wabaya. Maana imewatoa karibu na ile mwanga wa Mwenyezi Mungu. Hata utakuta mtu kama ashamaliza siku zake, kuna mwingine anaweza chukua muda kabla aoge ile ghusl ya hedhi. Ama inamchukua muda yeye tena kushika ile kasi ya kurudi kwa Mola wake. Naam, na hiyo ndio hatari ambayo inaikumba jamii yetu. Kuna watu wanatamani angalau hizi siku zifike niache mambo ya kuswali, ambapo tunajiweka kando na Mwenyezi Mungu na ni hatari kubwa. Naam. Kwa hivyo mtu anayemkumbuka Allah kwa wingi hujenga takwa na hujiepusha zaidi na maasi. Yani yule mtu ambaye atakuwa anakumbuka Mwenyezi Mungu mara kwa mara, kunakuwa na ucha Mungu ndani yake na anakuwa anajiepusha zaidi na maovu. Ndio. Athari ya pili, dhikri husafisha moyo. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Suratul Ra'd, anasema kwamba alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, wale ambao wameamini na zikatua nyoyo zao kwa dhikri ya Mwenyezi Mungu, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Sasa wale ambao wameamini na nafsi zao ama nyoyo zao zikakuwa na utulivu bidhikrillah, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wale walioamini huwa nafsi zao zinakuwa na utulivu
Mtu ambaye anamtaja Mwenyezi Mungu hana papara nyingi katika maisha yake, anakuwa anapata muda mzuri wa kumtaja Mwenyezi Mungu na nafsi yake inakuwa na utulivu. Na Mwenyezi Mungu hapa ndo anasema ala, jua kwamba bidhikrillah, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu tatma'innul qulub, nyoyo zinakuwa na itmiinan, nyoyo zinatulia, zinakuwa na utulivu. Moyo unakuwa na ule utulivu na unakuwa na mwanga wake kabisa, unakuwa mtu tofauti zaidi ya kuwa ukiwa mtu mwenye haumdhikirii Mwenyezi Mungu. Utakuta ndo mwingine anakuambia moyo unakuwa mgumu, unakuwa sasa una ile hofu ya Mwenyezi Mungu kabisa. Na kuwa na hali ya kuwa moyo haujatulia ina athari katika haya maisha yetu, kwa sababu nafsi zinakuwa na wasiwasi, kitu kidogo kinakupa shida. Sasa yule ambaye anakuwa na utaji wa Mwenyezi Mungu ama ana dhikri katika moyo wake, nafsi yake utakuta imetulia. Hata unaweza kukutana na mtu ana shida kubwa, unaona ana matatizo makubwa, unamwona anatabasamu, unamuona ana furaha na wenzake na yuko sawa. Mpaka akuelezee kwamba mimi napitia hiki na hiki, unaona kumbe na hali hizi zote, lakini uko kwenye hali hii. Lakini ni kwa sababu ana dhikri ya Mwenyezi Mungu katika nafsi yake. Hakika. Al-Imam Ali katika Nahjul Balagha anatuambia dhikrullah jala'us sudur, kumtaja Mwenyezi Mungu ni msafishaji, ama dhikri ya Mwenyezi Mungu ni msafishaji wa vifua. Yani ukimtaja Mwenyezi Mungu kifua chako kinakuwa ni kisafi, kinaepukana na chuki binafsi, yani kumchukia mtu tu, kinaepukana na husda, hautakuwa na hasadi na mtu, kwa sababu Mwenyezi Mungu umemtaja mara nyingi na yuko kwenye nafsi yake. Kuna Sheikh Kasonso katika mawaidha yake moja anasema ya kwamba ukiona mtu hanenepi jua ni hasidi wa nafsi. Nafsi yake imechafuka, ndio maana hanenepi. Hasidi huwa hanenepi kwa sababu nafsi yake tayari anajiona anataka kujifananisha na wengine. Wajua, ukijiweka upande wa adhkar inakuonyesha kwamba wewe si chochote katika hii dunia kabisa. Inakuonyesha kwamba mimi Mwenyezi Mungu ndo kila kitu kwangu kabisa. Mimi ni dhaifu, sina cha kumpa Mwenyezi Mungu, ama sina ambacho mimi Mwenyezi Mungu anahitajia kwangu, mimi ndo namhitajia Mwenyezi Mungu kabisa. Kwa hivyo inaondoa pia kibri, unakuwa ni mtu dhaifu kama ulivyosema, na pia ria huondoka, yani kuwa ni mtu wa kujionyesha. Kadri unavyofanya dhikri ndo hivi vitu vyote, husda, kibri, ria, kujivuna ama kujionyesha, vyote vinaondoka ikiwa ndani yako kuna dhikri ya Mwenyezi Mungu. Naam Sheikh, acha chukua pumziko kidogo kisha tutarudi tuendelee na awamu ya pili. Okay, shukrani. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Mwadama ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, nazidi kudadavulia mengi kuhusiana na athari za dhikri katika tabia, na insha Allah acha tuende mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, tunazidi kuwa na Sheikh ndani ya studio zetu kujuza mengi kuhusiana na masuala ya akhlaq, na katika mojawapo wa vitu ambavyo tunaongelea siku ya leo ni kuhusiana na athari za dhikri kwa tabia. Tunataka kufahamu athari yake katika tabia zetu binadamu, ama dhikri ina athari gani katika tabia zetu za kila siku, katika moyo wetu. Na Sheikh ameweza kuelezea dhikri inakuletea pia mafanikio katika maisha. Nyingine ni kwamba inatusafisha mioyo yetu. Utakuta mtu maskini ana roho mbaya, na roho chafu, na roho gani, lakini inategemea amemdhikiria vipi Mwenyezi Mungu. Unapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi naamini mambo mengi yatabadilika katika mwili wako na pia katika maisha yako. Inshallah tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Shukran. Naam. Katika athari nyingine ambayo inaletwa na dhikri ni dhikri huongeza subra katika maisha yetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu sisi anatujaribu katika kila jambo. Yeye mwenyewe kwamba anatuambia
wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wath-thamarati wal-anfus. Mwisho wa hiyo aya anasema fabashiri sabirin. Baada ya haya yote wape bishara njema wale ambao watakuwa nini, wana subra. Na ili uwe na subra ni uwe na dhikri ndani yako, yani uwe na dhikri, uwe unamkumbuka Mwenyezi Mungu vizuri na uwe unamtaja mara kwa mara. Kwa hivyo dhikri ukiwa nayo mara nyingi, matokeo yako inakufanya unakuwa na subra. Na Mwenyezi Mungu pia anatuambia katika suratul Baqara aya ya 45, wasta'inu bis-sabri was-salati, na tafuteni msaada kwenye subra na swala. Ukiangalia kwenye subra kunapatikana hiyo dhikri, na swala pia dhikri iko ndani yake. Kwa hivyo tafuteni hizi dhikri ama subra, itafuteni zaidi kwenye swala. Na ukiangalia swala ndio dhikri kubwa kama nilivyotanguliza. Humleta mwanadamu kuwa mvumilivu, kwa sababu swala yenyewe ukiangalia vizuri ni kitu unakifanya, lakini malipo yake hayako hapa hapa. Kweli. Lau ingekuwa Mwenyezi Mungu amesema kwamba mimi kila mmoja nitamlipa swala yake baada tu ya kumaliza, na uhakika kwamba watu wote wangeswali, misikiti ingekuwa haitoshi. Kweli. Sasa hivi haina watu, lakini ingekuwa hatoshi, kwa sababu ungekuwa unajua ni kienda kuswali tu, nikitoka nikifika mlangoni nalipwa. Kwa hivyo inatufundisha namna ya kusubiri, ni kwamba ni kitu unakifanya katika maisha yako yote mpaka mwisho ya kwamba umefikia mahali mauti yamekufika. Lakini Mwenyezi Mungu ametuahidi kwamba tutawalipa mwisho. Ndiyo. Kwa hivyo inahitaji subra. Bimaana kama haukufanikiwa kupata hicho kitu ambacho ulikuwa unakihitajia katika ama katika hii dunia sasa hivi, kesho akhira Mwenyezi Mungu amekuandalia kilicho bora kabisa, kwa sababu yeye ameahidi kwamba atatulipa. Ndiyo. Matendo yetu mema, khairi zetu zote ameahidi kwamba atatulipa mwisho. Kwa hivyo ili uwe na uwezo wa kuitekeleza ile swala lazima uwe na subra. Kweli. Bila subra, na hii ndio maana utakuta watu wengi katika kwenye kufanya kutekeleza hii ibada ya swala, wengi unaweza kumuona anaifanya kwa sababu ya muda mfupi tu. Unamuona baadhi ya wakati akikumbwa sana na matatizo, mashallah, anakuwa mnyenyekevu sana, anamtaja Mungu. Unaweza kumuona hata na tasbihi yuko sasa, alafu baada ya muda anasahau, kwa sababu malipo yake hayako hapa hapa. Ndiyo. Lakini ingekuwa yako hapa hapa, ingekuwa kila siku anakuwa na moyo zaidi. Lakini sisi watu ambao una subra, unakumbuka kwamba hiki kitu ni Mwenyezi Mungu ameniekea ni wajibu na atanilipa, ni faida yangu mimi mwenyewe, kwa hivyo nitakipata mwisho wa maisha. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinahitaji subra ya hali ya juu. Kwa sababu mpaka sasa ukiangalia swala zako ulizoziswali mpaka sasa, ukizifikiria vizuri, lau ningekuwa ninalipwa ningekuwa na vingapi sasa hivi, yani ningekuwa unapata sasa hivi. Unaweza ukaona kwamba ni usubiri tu. Na hiyo subra ndio itakupa moyo wa kutekeleza hii ibada. Kwa hivyo dhikri au swala inamuimarisha mu'min wakati wowote, na inampa uthabiti wakati wa majaribu, na pia kumkumbusha ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba siku ya kiyama mimi nitawalipa. Hiyo ndio mojawapo ya dhikri. Naam. Al-Imam Ali anatuambia katika hadithi yake, nimechukua hadithi moja tu, udhkurullah inda al-masaib yahnu alayka al-bala. Anatuambia Imam Ali kwamba mkumbuke Mwenyezi Mungu wakati wa misiba, nayo misiba itakuwa nyepesi kwako. Mkumbuke Mwenyezi Mungu wakati wa misiba. Na mara nyingi watu ndio wakati wa misiba wanamkumbuka sana. Sana wanamkumbuka, lakini haiendelee. Kweli. Shida ni hiyo moja tu. Na hadithi inatuambia kwamba khairul ibada adwamuha, ibada bora kabisa ni ile ambayo itadumu. Bora kabisa, sika ibada kwa kuwa leo nimeswali tahajjud, baada hapo mwaka haidumu. Sasa
Sasa sisi mara nyingi, sisi kama binadamu mara nyingi tunamkumbuka Mungu sana. Ukipatwa na matatizo, ukikumbwa na balaa, sasa hapo unarudi kwa Mungu. Ile balaa ikienda mbali na wewe, ikichukua muda, hapo ndo unasahau, unarudi kwenye maisha yako ya kawaida. Na nadhani hili pia Sheikh, ni kulingana pia na jinsi gani sisi tunajenga mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, ukienda pale kuna siku ushawahi kaa chini ukasema acha tu niongee na Mungu? Kabisa. Maana kuna kule kuongea, kaa tu chini yani. Muda wote ambao unaona labda mimi nahisi nataka kumwambia Mungu mimi ninachohisi. Maana naamini hiyo ni njia nzuri sana. Binadamu ndio utamwambia matatizo yako. Ndio. Mwingine hata kusaidia. Itafika mahali unamhitajia Mungu zaidi ya yeye binadamu. Kabisa. Ndio maana utakuta kuna wengine anakaa chini kama vile mimi naongea na wewe, anaongea na Mungu. Kwani Mungu mimi nimekosea wapi? Kabisa. Nirekebishe. Sasa unakuta pia Mungu labda alikuwa anataka uje pale akusikie unavolalamika, mja wake anavolalamika, anavoelezea matatizo yake, ndio iwe ni majibu yako, Mwenyezi Mungu akujibie. Ndio. Kwa hivyo umenikumbusha kitu muhimu kuhusiana na kuongea na Mungu. Ndiyo. Sisi wakati mwingine tunaenda kwenye swala, tunaswali tu, tunakimbia. Bora umetimiza wajibu. Nimeswali, nimetimiza wajibu, inatosha. Ndiyo. Lakini sisi kama binadamu inahitaji sana tuwe tunamwambia Mungu. Kweli. Tunaongea na yeye. Ndiyo. Na anatusikia kwa kila kitu. Mmoja alisema kwamba Sheikh mmoja, nadhani ilikuwa ni Sheikh Jawad Qadhini, Sayyid Jawad Qadhini, alisema ya kwamba jitahidi sana hata kama uko na hasira, mwambie Mungu uko na hasira. Mwambie, anajua. Mwambie, yani toa yale machungu yako ambayo uko nayo. Ndio. Ndio nadhani pia ikitoka pale unasikia, ukishatoka ukishaongea yale ambayo labda ulikuwa unataka kuongea, moyo ukitoka pale umekuwa na utulivu. Umekuwa na utulivu kabisa. Na wakati mwingine sisi tunapeleka sana matatizo yetu kwa binadamu wenzetu. Wakati ambapo hawana uwezo wa kututatulia. Na tunajua kwamba kuna yule ambaye ni mkubwa, atakutatulia, anatatua matatizo yote. Ndiyo. Lakini malasaf sisi mara nyingi tunakimbia kwa wenzetu. Yaani unaona ukipatwa na shida, hasa wanawake, mara akipatwa na tatizo anakumbuka rafiki yangu ni nani nikamwambie. Wacha nikimbilie huyu rafiki kabla hata hajamwambia Mungu. Hakika. Lakini vizuri mwanadamu yule ambaye anajua kwamba mimi nina Mungu na yeye ndo msaada wangu mkubwa. Ndiyo. Anza kuongea na Mungu, muelezee shida zako, halafu baadaye unaweza ukaongea na rafiki yako. Wala sio kuwa inazuiliwa katika Uislamu. Naam, athari nyingine ya dhikri hujenga unyenyekevu, atawadhu. Ndiyo. Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Araf aya 205 kwamba wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, na mtaje Mola wako ndani ya nafsi yako kwa unyenyekevu na hofu. Yani ukimtaja Mwenyezi Mungu unapata ule unyenyekevu na hofu ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi niko dhaifu na nastahili ninyenyekee kwa Mola wangu. Ndiyo. Kwa hivyo ukimtaja Mwenyezi Mungu mara kwa mara inapatikana unyenyekevu na unapata hofu kwa Mwenyezi Mungu. Imamu Ali anatuambia thamaratu dhikri atawadhu, au tunda la dhikri, tunda la kumtaja Mwenyezi Mungu basi ni unyenyekevu. Yani mtu ambaye anamtaja Mwenyezi Mungu kwa sana anakuwa na unyenyekevu yeye mwenyewe binafsi, na atakuwa na uwezo wa kuwa na unyenyekevu kwa wenzake. Sio hata kuwa mtu wa kibri, mtu wa fujo kwa wenzake, anakuwa na tawadhu. Kwa sababu ukimtaja Mwenyezi Mungu unajionyesha kwamba wewe ni mnyenyekevu mbele ya Mungu. Na ukiwa mnyenyekevu mbele ya Mungu, wewe mwenyewe pia unapata hiyo sifa ya unyenyekevu ndani yake. Na ukipata sifa ya unyenyekevu, una uwezo wa kuwa mnyenyekevu kwa watu wote katika jamii. Naam, dhikri pia hudhibiti hasira. Hasira sasa hivi imekuwa ni shida kubwa sana katika jamii zetu. Watu wengi hawawezi kucontrol, hawawezi kudhibiti hasira zao. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ni kidhibiti ambacho tunaweza tukakitumia pia. Ni mojawapo wa kitu ambacho tunaweza kutumia kudhibiti hasira zetu ni dhikri.
Mwenyezi Mungu anatuambia walkadhimina alghaidh walafina anin nas, na wale wanaozuia hasira na wakawasamehe watu, wale ambao wana uwezo wa kuzuia hasira. Na sasa hivi imekuwa ni tatizo mpaka kwa watoto. Mpaka watoto wadogo siku hizi wanakuwa na hasira mbaya. Unaweza kupata katoto kamekosa kitu nyumbani ama kuna kitu hakuna, ukakuta kamekuwa na hasira, kamefura, amemfuria labda ni mzazi wake, amemfuria mtu ambaye pengine anamlea na ni mkubwa kupita yeye. Kwa hivyo ni tatizo. Na hasira ukiangalia vizuri ndio matatizo mengi. Kweli. Wenyewe wanasema hasira hasara. Kweli. Utapata watu ndani ya nyumba, kuna watu wakiwa na hasira wanavunja mpaka vyombo, wanakuwa na, unaona kana kwamba huyo amekuwa ni ndovu sasa. Si mwanadamu wa kawaida katika hashikiki sasa. Na tuna uwezo wa kudhibiti. Sio kuwa hakuna mtu ambaye hana hasira. Ndio. Kila mmoja ana hasira. Lakini inategemea zile hasira zako utazidhibiti vipi. Kwa hivyo wanasema ya kwamba huenda mtu akaona hasira kama hivi lakini huenda hiyo ndio mtihani wake. Naam. Maana kila mtu anapewa mtihani ambao Mwenyezi Mungu amekupa, unafaa kuangalia utautatua vipi. Kabisa. Kuna mtu mtihani wake ni hiyo hasira. Naam. Anafaa kuangalia mimi nitatumia mbinu gani ili kuhakikisha kwamba nadhibiti hasira zangu isiwe kero kwa watu wengine. Kabisa. Naam, kwa hivyo ni wale ambao wana uwezo wa kudhibiti hasira zao wanatamani kuzicontrol hasira zao, basi warudi kwenye dhikri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukimtaja Mwenyezi Mungu kila kitu kinapoa. Naam. Al-Imam Baqir alayhi salam anatuambia dhikrullah yutfi'u nar al-ghadab. Kumtaja Mwenyezi Mungu kuna zima moto wa hasira. Unaweza kupata mtu mpaka jasho linamtoka kwa sababu amepata hasira, na wakati mwingine pia wewe mwenyewe unaweza ukajisikia huyu hapa nikishika mtu naona naweza nikamvunja kwa sababu ni hasira ndio zimepanda. Lakini zikikufikia kumtaja Mwenyezi Mungu ndio inazima huo moto. Na nadhani Ahlul Bait wametoa formula ambayo inaweza ikakusaidia kudhibiti hizo hasira. Kwamba pengine kama itakuwa zimekupata hasira, umesimama, keti. Zikikupata hasira na unaona bado hazijanitoka, nenda ukatawadhe ama uoge kabisa ili ujaribu kupunguza hilo joto la hasira. Kwa hivyo ni ukiweza kuzidhibiti hasira, ukiweza kuleta dhikri, wewe utakuwa na uwezo wa kudhibiti hasira zako. Kwa hivyo dhikri inaweza wa kuzuia hiyo hasira. Na pia dhikri hujenga ukweli na uaminifu, kwa sababu kumtaja Mwenyezi Mungu humfanya mtu atambue kwamba Mwenyezi Mungu anamuona. Yaani ukimtaja inakaa anaishi ndani yako na unaona kwamba Mwenyezi Mungu ananiona, na unaona sina sababu ya kumwasi. Ndio. Huna sababu ya kuwa muongo yani. Kwa hivyo ukiwa unamtaja mara kwa mara na unaishi naye, hali hiyo humzuia mtu kufanya usaliti mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni kila mmoja ajaribu, unakuwa mkweli zaidi ukiwa una dhikri na unamkumbuka Mwenyezi Mungu ndani yake. Anatuambia katika Suratut Tauba aya 119, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni pamoja na wakweli. Kwa hivyo ukweli mara nyingi ni yule mtu ambaye anamkumbuka Mwenyezi Mungu, lakini mtu ambaye hana dhikri ndani yake, hana utaji wa Mwenyezi Mungu ndani yake, haogopi kudanganya, haogopi kufanya chochote cha utapeli, haogopi kufanya chochote ambacho kinamsaliti Mwenyezi Mungu ama kina mkhalifu Mwenyezi Mungu kutokana na maamrisho yake. Al-Imam Ali anatuambia katika hadithi yake, man amara qalbahu bidhikrillahi sadaqa aqwaluhu, atakayeamrisha moyo wake kumdhikiri Mwenyezi Mungu, basi sadaqa aqwaluhu, yanakuwa maneno, yanakuwa kauli zake zinakuwa na ukweli. Kwa hivyo ukijilazimisha, ukiamrisha moyo wako kwamba moyo wangu utaje Mwenyezi Mungu, mtaje Mwenyezi Mungu, basi kauli zake zinakuwa ni za ukweli.
haziko kwenye kumdanganya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mdomo wako umezoea kumtaja Mwenyezi Mungu na amejaa kwenye kifua chako, bila shaka hutakuwa na uongo ndani yake. Mashaallah. Naam. Dhikri pia, mojawapo ya athari ya dhikri huongeza huruma. Mtu ambaye anakuwa na dhikri ndani yake anakuwa na huruma, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Ghafuru Rahim. Mwenyezi Mungu tayari ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Sasa kama ana huruma huyo Mwenyezi Mungu, kila ukimtaja hiyo huruma unakuwa nayo pia wewe. Na ndio maana Mtume aliambiwa fa'afu wasfahu hatta yati Allahu biamri, samehe na sahau, puuza. Kwa hivyo yule ambaye ana uwezo wa kuwa na dhikri na hii kusamehe hasa ni sifa mojawapo ya Mtume. Mtume alikuwa ni mwenye kusamehe sana. Amesamehe watu makosa ambayo wewe mwenyewe huwezi kutarajia kwamba anaweza akasamehe, lakini amewasamehe kwa sababu amekuwa na hiyo dhikri ndani yake. Kwa hivyo kufanya dhikri utapata rehma ya Mwenyezi Mungu, na ukiwa na rehma utakuwa na uwezo wa kusamehe viumbe wengine, kwamba Mwenyezi Mungu amekupa hiyo rehma ambayo ina huruma ndani yako, na utakuwa na uwezo wa kusamehe watu wengine, na hiyo ndio itakupa uwezo wa kwamba una mafungamano na Mwenyezi Mungu, na pia hayo mafungamano ulionayo unaweza ukayaeneza kwa viumbe wengine. Hadithi ya Imam Sadiq anasema, man akthara dhikra Allahi raqqa qalbuhu, anayemkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi moyo wake huwa laini, yani hauwi na moyo mgumu, hauwi na roho ngumu. Na watu sasa hivi wamekuwa na roho ngumu sana. Hawezi kuona chochote kikamshtua. Wenyewe wanasema ni don't care. Ndo maisha yani. Maisha ya siku hizi anakuambia mimi maisha yangu ni don't care. Sijali. Sijali chochote. Sasa hujali chochote, lakini ujue kuwa na huruma ndo binadamu. Na kama itaondoka huruma katika nafsi yako, kwamba chochote utakachoona huyu anafanyika hivi, mwenzako anateseka na hili, hauhisi chochote, atajua mwenyewe. Hii ni dalili mojawapo kwamba tumekosa dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Athari nyingine ya dhikri ni kwamba dhikri inamzuia mtu kutokana na maovu. Yani kufanya maovu mara nyingi ni kwa sababu umekosa dhikri. Na hapa mfano mzuri ni kutoka kuhusiana na swala. Inna salata tanha anil fakhshai wal munkar wala dhikrullahil akbar. Hakika swala inakukataza, na swala ni kama tulivyosema kwamba ndio dhikri kubwa kabisa. Sasa swala yenyewe inakuepusha kutokana na maovu na uchafu. Kwa hivyo mtu anayeswali vizuri, yani swala yake kwa uhakika, hawezi kufanya uchafu. Yani mfano sasa hivi umetoka msikitini, sasa hivi umetoka hapo nje, umeona uchafu watu wanafanya, na wewe ukaingia humo. Itakuwa hata huikumbuki hiyo swala yako hapa nyuma, kwamba nimefanya swala sasa hivi, nimeswali sasa hivi, nimemkumbuka Mwenyezi Mungu, alafu sasa hivi niingie kwenye maovu, itakuwa nikana kwamba unafuta hiyo swala yake. Kwa hivyo hakika swala hukataza uchafu na maovu, na dhikri ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi. Kumtaja Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi, ambako kunaweza kukakufanya unaepukana na maovu. Wakati mwingine hata unaweza kukuta uko sehemu kunaongelewa mambo lakini hayana faida yote kwenye maisha yako. Wala sio kuwa pengine nitasema ni haramu. Inawezekana si haramu, lakini yana faida. Yanakusaidia nini? Sasa kama unaona hayana faida, kwa nini mtaje Mwenyezi Mungu kwa huo muda? Mtaje Mungu. Ili kusipatikane hiyo nafasi ya kuruhusu vitu ambavyo havina faida katika maisha. Kabisa. Inshallah. Sheikh, tumalizie, naona muda unatuacha inshallah. Naam, namalizia hadithi pia ya Imam Sadiq kwamba laisa dhikru
an taqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, laysa dhikr. Imam Sadiq anamwambia hiyo sio dhikri kusema tu subhanallah walhamdulillah, walakin dhikru Allah inda halalihi wa haramihi. Lakini dhikri ya Mwenyezi Mungu inakuwa ni vizuri inapokutana dhikri, yani bali kumkumbuka Mwenyezi Mungu ni utakapokutana na halali yake na haramu yake. Yani dhikri unaipata zaidi kusema tu Allahu akbar ama kusema subhanallah, kusema alhamdulillah. Imam Sadiq anatuambia hii dhikri haitoshi, lakini dhikri kubwa ni pale unapokutana na halali ama unapokutana na haramu. Yani kwa mfano umepata nafasi, umeona kuna kitu hapa ni cha halali. Mimi mara nyingi huwa natoa mfano tu wa mfano maisha ya biashara. Unapata mtu amekuletea pesa na amesahau kabisa, anaondoka. Amenunua kitu, anastahili umrudishie change, lakini huyo anashika njia yake. Hapa ndo dhikri inathibitika kwa hali hii kwamba je, ipo. Wengine wana uwezo wa kukuita njoo kidogo, umesahau change, inawezekana, lakini wengi anaona hii ndio nafasi. Na hapa ndo unapimwa sasa. Kwa sababu ukimwacha akienda, ukisema hii ni zare langu kama wanavyosema, ni bahati yangu hii, hata hajui unaona mimi hii nimepata, hii hakuna nafasi nyingine. Sasa hapa ndo umepimwa. Ukimwacha akienda ndo haramu tayari, na ukimuita hapa ndo halali tayari. Kwa hivyo ni mojawapo inaweza kukufanya kwamba ikakupima, na dhikri yako utaipima kwenye uhalali na uharamu. Na yapo mengi, mifano ipo mingi kwenye kuhusiana na uhalali na uharamu. Naam. Shukran sana Sheikh. Naam, sijui kama umemalizia ama nimekukata. Bado zipo, lakini ziko zaidi, inshallah tutazungumzia. Shukran sana Sheikh kwa mawaidha yako mazuri kuhusiana na adhkar, na naamini mpenzi mtazamaji atakuwa ameelewa faida ama dhikri inambadilisha vipi mwanadamu kitabia. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili, alhamdulillah tumekamilisha awamu ya pili tukiwa na Sheikh Mwadama ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akikujuza mengi kuhusiana na athari za adhkar kwa tabia. Kama tunavyofahamu, tunataka tuwe na tabia njema, si adhkari tu, bali adhkari inafaa kuonyesha kwa vitendo vyako. Je, vitendo unavyofanya ndio itaonyesha kwamba ile adhkar ilikuwa na athari kwako. Inakukataza mabaya na kukataza maovu, inakuleta zaidi karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inakuonyesha unyenyekevu zaidi. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mingi ya kusema isipokuwa nikwambia fi amanillah.